Semina hiyo ilikuwa ikilenga kuwapa uwezo na kuimarisha ubora wa elimu shuleni mwa Wasabato. Mchungaji Kaundu Jackson, kiongozi wa elimu ya Kikristo: tumefunzwa pamoja nao matimizi ya vifaa vya kufundishia, kutoa mwongozo kwa viongozi wa shule na walimu kuhusu mbinu bora za kufundisha, ili watoto wakifunzwa shuleni matunda na mafunzo yaende vizuri, na Mungu asifiwe kwa mambo haya yote. Namna vile kanisa imejitoa kuwagharamia na kuwatolea mafunzo, kilicho kia muhimu mafunzo haya tuende kuyatekeleza kwenye eneo zetu ambapo tunatenda kazi, ili tusaidie kazi ya Bwana kupanuka na kusonga mbele vizuri. Viro Jean-Fait, kiongozi wa shule za Wasabato katika jimbo ya elimu North Kivu ya pili, anatoa shukrani kwa viongozi wa shule katika jimbo hilo, pia viongozi wa North Kivu Field kwa kusapoti semina hiyo. Shukrani zetu ni kwa viongozi wa North Kivu Field kwa kusapoti semina hiyo. Tunashukuru pia wasimamizi menaja wa utawala kwa usimamizi wao, upatikanaji wao, pia kwa uwajibu wao ambavyo vilisababisha uwezekano wa semina. Shukrani zetu ni kwa wasemaji kwa somo walizotoa. Mojawapo wa wanasemina alitoa mtazamo wake kwamba semina kama na hizo ziandaliwe kila mara ili kwa kuwapa uwezo wa shauri na kuboresha kazi zao. Tunaamini kwamba elimu ya Wasabato katika shule zetu hayatakuwa foleni. Shabaha yetu ni kwamba mapenzi ya Bwana yatafanyika kiisha majifunzo haya ambayo tumepewa. Tunashukuru viongozi kwa kuandaa jambo kama na hili. Tunawaomba kuandaa mara tena ili kwa kuboresha kazi zetu. Bwana na apate kuwabariki. Walioshiriki walikuwa watu karibu 15, wamepewa vyeti vinavyohakikisha kwamba wamefunzwa. Nikiripoti toka Rwese, mimi ni Muisa Wambamba Gilson kwa niaba ya Hope News.